Okay, hello. Moja kwa moja pasipo kuleta longolongo ni kupeleke direct kwenye tutorial, na leo nitakuonyesha njia rahisi zaidi ya kuweza kuchukua logo yoyote ile ambayo umepewa na client ama ni ya kwako na unaitaka kuifanya iwe 3D. Kuna njia rahisi kabisa. Unachukua logo yako kama itakuwa kwenye mfumo wa Illustrator au kama ni nini ambao client amekupatia, unaiconvert kwenda kwenye SVG. Then baada ya hapo una import kwenye Blender as SVG, then tuta extrude na kuendelea kufanya vitu vingine. Moja kwa moja utaingia kwenye browser yako ambayo unatumia kama ni Firefox au Chrome au nini. Kwa kuna sehemu moja ambayo natumia kupata logo kirahisi zaidi, inaitwa Seek Logo. Umeona? Kwa ukiingia Seek Logo hapa, kama hii nilikuwa naangalia za Tabora United, nilikuwa hata za timu hapo nazikuta. Kwa mimi mfano ambao hapa ni logo yoyote ambayo unaitaka, kikubwa iwe kwenye mfumo wa SVG. Kwa kama hata download kwenye mfumo labda EPS au na nini, lakini sisi cha kwanza na kitu cha muhimu utakuja kuiconvert kwenye SVG. Kwa kama hapa sasa ukidownload kwenye SVG moja kwa moja na kuwa una haja kuiconvert, lakini nitakuonyesha kama umedownload kwenye mfumo mwingine kama ni Illustrator au kama ni EPS au kama ni nini. Kwa kama mfano tu labda logo ya Azam Pesa, labda tuashumu Azam Pesa kama itakuwepo. Mfano logo ya Azam Pesa. Sasa mfano hii logo ya Azam Pesa umeona hapa kwenye download yenyewe ipo kwenye mfumo wa EPS. Ipo kwenye mfumo wa EPS. Sasa nitakwenda kudownload hii logo afu nikuonyeshe try convert vipi kwenye SVG. Kama mimi ni hapa Azam Pesa, Seek Logo naifungua, mimi natumia Affinity. Kwa hiyo ni the same process kwa software yoyote. Kwa kama unatumia Illustrator utaenda huko kwenye save as, utasave as SVG. Kwa kama unatumia GIMP nini, kwenye utakisha import hiyo file yako afu na the same hiyo una export as nini hadi SVG. Kwa hiyo moja kwa moja ataifungua kwenye Affinity. Kwa kama una Affinity pia unaweza ka follow along, ni rahisi zaidi. Kwa mimi naweza yoyote tu ukichukua hii ni sawa. Conta delete vitu ambavyo sivihitaji, ndabakiza vitu ambavyo navitaka. Kwa hiyo logo ni the same. Kwa nitachukua nyeupe hizi, naweza nikazifuta, hazina shida yoyote wala hazina faida yoyote. Kwa naweza nikaangalia hapa na kitu gani vingine, kuna pesa za Mpesa. Sasa hapa ili iwe rahisi zaidi, kwa sababu ili tusipate shida ku extrude moja moja, ni vizuri tukazimage. Kwa mfano hii neno pesa hii tukalimeji iwe nini, ni kitu kimoja. Kwa hiyo utaselect zote utazimage kwa kitu kimoja. Kwa hapa nita image imekuwa layer moja. Kwa hiyo umeona hii imekuwa layer moja hii sasa. Kwa nakuja na kama hii nayo Azam na yenyewe na image iwe layer moja. Na hii nayo na image iwe nimeiacha hapo. Ta image iwe layer moja na yenyewe kama unavyoona. Then hii nayo itakuwa ni layer moja na hii nayo itakuwa ni layer moja. Kwa ujumla hapa nina layer 4 tu kama unavyoona. Base zingine ni na layer hii Azam haja merged kweli. Kuna duplicates hapa. Kuna duplicates. Okay. Kwa hapa nina layer 4, na layer ya Azam na layer ya hii upinde sijui, alafu kuna hii ya njano na kuna hii nini pesa. Kwa hiyo ziko 4 kama unavyoziona hapa. Unaweza whatever, unaweza ukazirename, hazina shida. Umeona? Kwa kitu kingine kama zipo kwenye mfumo haitakubali, hata kama ukiamua kuzitoa nje iwe ni separate pia ni shida, na haina shida, ni sawa. Kwa baada ya hapo sasa, kitu cha msingi zaidi, ukishaitengeneza sasa logo yako kama umeshazimeja au nini, unakwenda kuexport au kusave as. Kwa kama unatumia Illustrator ni utasave as. Kwa kama ni export hapa ata export as nini, as SVG. Nita export as SVG. Kwa nita export, nitachagua sehemu yangu ya kusave. Kwa mimi nita save labda kwenye documents. Taandika Azam Pesa logo. Taandika Azam Pesa logo. Azam Pesa logo SVG. Kwa baada ya kusave moja kwa moja naingia kwenye Blender. New file kama kawaida tuna delete nini? Default cube. Na bonyeza una select A ku delete kila kitu. Kwa baada hapo utakia file, then uta import. Uta import SVG, Scalable Vector Graphics. SVG moja kwa moja logo hii hapa ya Azam Pesa. Okay, hapa ishakuwa import lakini hatuwezi kuiona kwa sababu ni ndogo sana. Kwa utabonyeza A ili kuselect all, then S unaweza kuna scale tunataka kwa kiwango gani, kama ni mara 9 au mara nini, sawa. Okay, kwa utabonyeza S, uta scale tena mpaka hapo. Nadhani hapo. Kwa baada hapo naweza nitabonyeza tena A kuselect all, then nitaenda kwenye object kubadilisha origin ya kila element hiyo sehemu yake. Kwa set origin to nini? To geometry. Kwa muona hapo origin point, kila neno limekuwa na, kama ni Azam imekuwa na origin yake separate, imekuwa na origin yake, na imekuwa na origin yake, na imekuwa na origin yake. Nadhani hapo tumeelewana. Kwa baada hapo na select, then naweza nikazimove at
nikazimove kwenye world origin iwe rahisi kwangu zaidi, naweza nikazimove somewhere hapo. Okay. Sasa baada hapo kitu cha msingi ili convert kwenye nini? Convert kwa 3D nimeshafanikiwa kuzimport kama SVG kama mnavyoona hapa, lakini siko ni separate element. Kwa naweza nikaselect kwa mfano element yote hata kama ni upinde, ninakuja hapa kwenye object data. Sawa, kwa kwenye object data hapa ndio unaweza kubadilisha sasa extrusion na nini na nini. Kwa hiyo kwa mfano hapa nikienda moja kwa moja kwenye geometry, alafu nitaenda kwenye sehemu imeandikwa extrude. Umeona? Kwa hapa nachagua extrusion, kiwango cha extrusion ambacho nataka ile logo yangu iwe nayo. Kwa naweza nikaweka 0.1 kwa kila moja, nikaweka 0.1, nikaweka 0.1 kwa mfano. Hii imezidi. Ilikuwa ni 0.01 na Azam nao ni 0.01. Lakini sasa pesa kwa sababu yenyewe tukiweka the same extrusion itakuwa hidden. Kwa mfano hapa ngoja nikuonyeshe neno pesa ni hii hapa. Hii hapa pesa. Umeona hii hapa pesa. Hii pesa. Kwa hata kama nikisema na yenyewe ni extrude kwenye hiyo kwenye extrude kwenye 0.1 8.1 nikisema ni extrude 0.01 bado hata nikirudi hapa itakuwa imeintersect na hii nini? Na neno nini? Na hii background ya njano hapa. Kwa unachoweza kufanya naweza nikapunguza hii extrusion ya hii ya njano kidogo, naweza nikapunguza 0.01 somehow ikiwe kama hivyo somehow, au naweza nikaweka naweza nikapunguza hiyo 0.05 nikaishusha chini kidogo somewhere hapo. Yeah, kitu kama hicho kinaweza ka function, lakini pia naweza nikapunguza na yenyewe ikawa ni 0.05. Kwa hapa ni kwa wewe, kwa option yako tu mwenyewe unataka iwe ni kwa kiwango gani sasa. Umeona wewe tu ambavyo sasa bwana imekuwa sana 0.005. Yeah, kitu kama hicho. Na unaweza kaamua kwa move juu kidogo. Move juu kidogo kama mpaka hapo. Kwa mpaka hapo tumepata sasa logo yetu ambayo nini? Ni 3D. Kwa kama hapo kama unafanya animation, kama unafanya manini, unaweza sasa kuendelea na vitu vingine sasa kama wanavyofanya. Umeona kwa mpaka hapo unaweza kuitumia na kutengeneza kama unavyotaka. Kwa process ni simple sana. Process ya msingi ni kuchukua hiyo logo ambayo umepewa kama ni Illustrator au kama ni nini na kuiconvert kwenda kwenye SVG. Then ukisha convert kwenye SVG unakuja kuimport kwenye Blender. Ukisha import unafanya extrusion ya each element. Unafanya extrusion ya hizo element ambazo unazo.